Haya, kuna ndugu yetu mwingine anauliza, mwanamke ambaye kajihulu, mfano kajihulu Ijumaa ya leo, kisha Ijumaa ijayo akaolewa, yafaa? Hapana shekhe wangu, haifai kwa namna yote. Kujihulu ni katika masala ya kifikihi kwenye elimu za dini yetu. Hukumu ya watu kuachana baada ya kwamba walishaoana, kuna hilo la talaka ambayo mwanamume anaitoa kumpa mwanamke kwa sababu kakerwa naye, kaudhika naye au kachoka naye. Unaona, ile inaitwa talaka. Kujihulu ni mwanamke kulazimisha aachwe, anajivua katika ndoa. Maana asili yake ile neno ni kujivua kutoka kwa ndoa, yani anajitoa kwenye ndoa, kwamba hataki tena kuwa mke wa huyu jamaa, ndo kujihulu. Sasa sheria inasema yeye aseme kitu yule mwanamke afanye, akishakifanya ile talaka inatuka. Huku yule mwanamke ni kujiachisha kwa mume, yani anaomba aachwe, taka usitake. Kwa hiyo ile inayotoka inaitwa talaka vile vile, lakini talaka yenyewe ni ya kujivua. Mwanamke amefanya ushawishi kwa kutumia nguvu, madaraka aliyokuwa nayo, uwezo wa kisheria, mpaka kaachwa na mume, hali ya kuwa mume hataki kumuacha. Ndicho kinachoitwa kalon. Sawa, ndo tunasema kajihulu. Mshafahamu? Kwa hiyo pale yule mwanamke akishasema madai yake, akawekewa zile sheria, akazitekeleza, inakuwa ni haki sasa aachwe. Kwa hiyo yeye pale anaomba talaka kwa nguvu, sio kwamba yeye anaruhusa kisheria kutoa talaka ampe mume. Anayo ruhusa kisheria kulazimisha aachwe kama hataki, hapo ndo analazimisha. Kwa hiyo anajitoa yeye kwenye ndoa, ndo maana anaambiwa kajihulu. Lakini baada ya hilo jambo kupita, sheria zinazoendelea kufuatwa ni zile zile za talaka ya kawaida. Kwa hiyo mwanamke akishataka ajivue kwenye ndoa yake, akaachika kwa sababu ya hizo vurugu zake mpaka ikabidi aachwe, utaratibu wa talaka wa kisheria unachukua nafasi yake. Itabidi akae eda, amalize tena ndoa, aweze kuolewa na mtu mwingine, au kama hataki kuwa mke wa mtu, shauri yake baada ya hapo. Lakini sheria za talaka ni zile zile. So kwa sababu eti katumia hiyo sheria, basi na maana na talaka nazo sheria zimepungua, akajihulu leo, akaolewa kesho kutwa au wiki ijayo. La thumma la. Sawa? Manake malengo ya talaka ile, Mungu anaposema mwanamke akiachwa akae hedhi 3, sawa, maana yake kuna vitu katika mwili wake ambavyo vitu vile vimewekwa na huyu mume wa kwanza, sawa, ili kuisha nguvu vile vitu katika mwili wa huyu mwanamke mpaka apase kuwa sasa anaweza kuwa mke wa mtu mwingine. Mwenyezi Mungu ndo kapanga hizo hedhi 3. Unaona, na ndo asili ukaona Mungu kaharamisha uzinifu. Uzinifu manake hauangalii hili, unaona. Kwa hiyo watu wanakufa na kujitia magonjwa na mibalaa na nuksi ya kuangamiza kabisa mambo yao kwa sababu ya uzinifu. Huu mwili huu, mwanamke anapotumika na mwanamume mmoja, basi nguvu zile za kiume zinapoingia kwenye mwili wa yule mwanamke, zina mazingira fulani zinajenga mle. Unaona, kuchanganyika jasho zenu nini, kuna vitu fulani vinatengenezeka mle. Sawa, vile vitu vinakuwa ni special kwa ajili ya mwanaume huyu katika mwili wa yule mwanamke. Kwa hiyo ili mwanamke huyu hafai kutumika kwa mwanaume mwingine, inabidi akae hedhi 3. Ile nguvu iliyoingia katika mwili wake kutoka kwa mwanaume mwingine ndio itaisha hapo. Kuanzia hapo anaweza kuwa mtu wa mwanaume mwingine, na sasa yule mwanaume akamtumia, ikawa hakuna madhara kwake wala kwa huyu mtumiaji. Ndo asili na sayansi iliyokuwa katika hilo jambo. Unapovunja hiyo sheria, ndo uzinifu huu. Huyu ni mwanamke wa ujamaa, huyu jamaa kaweka vitu vyake mle ndani, jitu linaingia na lenyewe linaenda kuweka vya kwake mle. Ina maana kama vile unaingia kwenye waya uliosambazwa kila sehemu kuweka ulinzi. Sasa we umeenda kuingia naked wire, umevamia naked wire, we utapigwa shoti, itakuua tu. Ndio maana unaona uzinifu siku zote haunaga faida ila madhara tu. Hakunaga mtu keshanufaika na uzinifu. Wamedhurika watu kwa mamilioni na uzinifu kwa sababu ya kuvunja utaratibu wa asili ambao Mungu kauweka
wa kimaumbile kuhakikisha usalama baina ya watu katika hilo tendo. Naona. Kwa hiyo ili hii sheria ichukue nafasi yake na watu waendelee kuwa salama, mwanamke yoyote alokushatumika na mwanaume mwingine akiachwa, basi akae hedhi 3. Nguvu ile ya mwanaume wa kwanza ndio itaisha mwilini. Kwa hiyo siku akija akiingia baada ya hilo tukio mwanaume mwingine, sasa madhara yatakuwa hayapo, mwanamke anakuwa mpya rasmi kuanza na mtu mwingine. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia utaratibu wa kisheria baada ya mwanamke kujuhulu ni ule ule ambao ndio unaofuatwa baada ya mwanamke kuachika. Nafikiri utakuwa umenielewa ndugu yangu.